Juzi nilikuwa natazama katika mtandao, nilikuwa na peruzi, ghafla nikakutana na taarifa ya binti mmoja amefiwa na mbwa wake anaitwa Manunu. Yule mbwa aitwa Manunu, yule mbwa kafiwa na mbwa wake aitwa Manunu. Sasa sio tatizo kwamba mimi na mbwa wangu nikafiwa na yule mbwa wangu, sio tatizo. Mbwa amefariki, sio tatizo. Lakini tatizo linakuja ni kwamba yale mahusiano na yule mbwa imefikia kiwango yamewekwa matanga nyumbani, msiba, kwamba kuna msiba, nimefiwa na mbwa wangu, na kwenye ule msiba imewekwa picha kubwa na kitabu cha maombolezo, kwamba watu wanakuja wanaandika pale majina yao na rambirambi wanatoa, kitabu cha maombolezo. Aliyekufa ni nani? Ni mbwa aitwa Manunu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bali imefika kiwango watu wanakuja kwenye msiba vilio, yani mtu yuko mtaa wa tatu anaanza kuangusha kilio, anakuja kwenye msiba wa Manunu, anakuja kwenye msiba wa mbwa. Dunia imefikia kwenye kiwango hiko, jamii imefikia kwenye level hiyo, kwamba mtu ana mbwa wake kafiwa, anaweka msiba, anaweka matanga, na anaweka tarehe maalum ya kumzika yule mbwa, na daftari maalum la rambirambi, na watu wanakuja wanatoa pesa, na wengine wanalia machozi aliyekufa mbwa. Jamii imefikia katika level kama hiyo. Jamii hii ikiachwa, jamii hii isipoelezwa, jamii hii isipoambiwa ubaya na madhara ya haya, ili jambo litaonekana la kawaida. Ili jambo la kuwa na mahusiano na mbwa litaonekana leo mnaona ni kawaida mtu kuwa na mahusiano na mbwa, lakini baada ya miaka 30 mbele tutakuja kushuhudia ndoa. Leo tunashuhudia msiba wa mbwa na watu wanakwenda kuomboleza na watu wanalala matanga, mbwa kafa. Baada ya miaka 30 mbele tutakuja kushuhudia harusi ya mbwa, tutakuja kushuhudia mbwa anayekiwa sherehe kajifungua, tutakuja kushuhudia katika nchi hii. Haya yasipoelezwa, madhara na ubaya, na hii inatokana na watu kukosa misingi ya dini.